Bwana Yesu apewe sifa. Nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha maombi ya lango la wiki, na hii ni wiki yetu nyingine ambayo tena Mungu ametupa nafasi ya kufanya maombi kwa ajili ya kuombea wiki hii mpya, ili Mungu akatembee pamoja na wewe kwenye hii wiki na ile mipango uliyoiweka na yale maono ulionayo yaweze kutimia. Basi kabla sijakuletea neno ambalo litatuongoza katika wiki hii, tupate nafasi ya kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa kutupa nafasi na fursa ya kuona lango la wiki hii mpya. Jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe milele yote. Tunaenda kulitakasa ile lango na kuliweka wakfu mikononi mwako, Bwana, la wiki nzima. Na kila mmoja anayenisikiliza tunamtakasa na kumweka wakfu, Bwana. Wiki hii kapate kuwa ni wiki ya baraka, neema na kibali na mafanikio katika maisha yake. Na kwa kupitia neno ile ambalo Mungu anaenda kuachilia kwenye maisha yetu, likabadilishe maisha yetu. Maana neno lako linasema hulituma neno lako kututoa katika maangamizo. Baba, neno lako hili likatutoe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na neno lako ni taa na mwanga utakaotuangazia katika wiki hii, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu David Kale. Ni uchukue nafasi hii kukukaribisha tena katika kipindi chetu hichi cha malango ya wiki, na neno ambalo litatuongoza katika wiki hii linatoka kwenye kitabu kile cha Isaya, mlango ule wa 45 na mstari ule wa kwanza hadi ule mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, haya ndiyo Bwana amwambiaye Koreshi masihi wake, ambaye amemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake na kulegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake hata malango yaliyofungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuzwa. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua kwamba mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Kwa hiyo wiki hii tutapata nafasi ya kwenda kuomba kwa ajili ya malango yaliyofungwa yakafunguliwe. Malango ya fursa, malango ya kibali, malango ya neema, malango ya mafanikio yakafunguke. Na neno hili linasema kwamba ukisoma kwenye ule mstari wa kwanza hadi wa 3, anasema haya ndiyo Bwana amwambiaye Koreshi masihi wake. Masihi maana yake ni mtu aliyepakwa mafuta, ambaye amemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa na kulegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake hata malango yaliyofungwa. Nataka uone hiyo sentence, ili kufungua milango mbele yake hata malango yaliyofungwa. Ili malango yafunguliwe, kuna vitu unaona pale ambavyo vina nani. Anasema kwamba ili kutiisha mataifa mbele yake. Kwa hiyo unaona, cha kwanza ni mataifa yanatiishwa na kulegeza viuno vya wafalme. Mataifa yakitiishwa na viuno vya wafalme vikilegezwa, Biblia inasema milango iliyofungwa inafunguka. Na mstari ule wa pili anasema, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuzwa. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Manake hiyo milango hata kama ni ya chuma na shaba, Mungu ataikatakata na kuivunja. Lakini mstari wa 3 anasema, nami nitakupa hazina za gizani. Kwa hiyo malango yanapofunguliwa, kuna hazina na mali zilizofichwa mahali pasiri, Mungu anaweza kuziachilia kwenye maisha yako. Yamkini kuna biashara iko imejificha, huioni. Yamkini kuna fursa ipo imejificha, huioni, lakini zile fursa zinapita kwenye malango. Kwa hiyo tunapoenda kuombea wiki hii, Mungu afungue milango iliyofungwa kwenye wiki hii. Uwe na uhakika, milango ya biashara, milango ya fursa, milango ya kibali, milango ya promotion kazini, hiyo milango inaenda kufunguka, kwa sababu neema ya Mungu ikifungua milango, kila kitu kwenye maisha ya huyo mtu kinaenda kufunguka na kinaenda kukaa sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa tutaenda kuombea malango kufunguka. Kwa hiyo kama yamefungwa yatafunguka, na kama hayataki kufunguka tunavunja. Kwa sababu Biblia inasema mstari wa kwanza yanafunguka, mstari wa pili Biblia inasema kwamba nitakwenda mbele yake na kupasawazisha mahali palipoparuzwa. Nitavunja vipande milango ya shaba. Nitavunja vipande. Kwa hiyo yakikataa kufunguka, Mungu anavunja. Tunachukua fatuma, tunavunja kwa fatuma ya jina la Yesu na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa hiyo yatavunjwa na kukatwa. Ili nini? Ili yule mtu apate breakthrough ya kupita. Kwa hiyo hii wiki tunaenda kuombea malango yaliyofungwa yafunguke, na kama hayataki kufunguka tunavunja kwa jina la Yesu, na yatavunjika. Kwa hiyo Mungu ataenda kukupa fursa kubwa wiki hii. Kwa sababu gani? Milango yako inaenda kufunguliwa kupitia maombi haya. Kuna fursa utaipata kazini, kuna fursa utaipata kwenye biashara, kuna fursa utaipata kwa watu utakaokutana nao, kuna vikao utakavyovifanya. Mungu kuna namna atakufungulia kibali, kuna malango ya kibali. Kwa hiyo unapoomba
tunapozungumzia malango, maanake ni vitu vyote vinapenya kupitia malango, vinapenya kupitia malango. Na ndio maana Zaburi ya 20 anasema inueni vichwa vyenu enyi malango, mfalme wa utukufu apate kupita. Kwa tunapoenda kuomba kwenye wiki hii, Zaburi ya 24 ina nafasi na Isaya 45 ina nafasi. Anasema kwamba inueni vichwa vyenu enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Kwa hiyo malango yakiinua vichwa, malango yakifunguka, mfalme wa utukufu ambaye ni Yesu Kristo anaingia. Na Yesu akiingia kwenye hiyo wiki, kuna neema ya ajabu utatembea naye, kwa sababu Yesu amebeba neema, amebeba kibali, amebeba mafanikio, amebeba baraka, amebeba funguo za mamlaka ya kufungua chochote kilichofungwa kwenye maisha ya watu. Kwa tutapata nafasi ya kwenda kuomba na tutaombea lango hili la mwezi, lango hili la wiki, ili Mungu aweze kwenda kufungua kila mlango uliokuwa umefungwa. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuja mbele zako sasa nikimleta msikilizaji anayenisikiliza na kunifuatilia mahali. Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo ninaomba toba kwa ajili yake. Yamkini kuna mambo yaliyofanya yakafunga milango yake, milango ikawa imefungwa. Yamkini nguvu za giza zilipata nafasi zikaingia zikafunga malango ya fursa, malango ya kibali, malango ya neema, malango ya biashara, malango ya ndoa na uchumi yaliyokuwa yamefungwa. Na Mungu, ninasimama mbele zako sasa nikienda kuomba kuanzia sasa, huo mlango wa ndoa uliokuwa umefungwa, huyo binti asipate breakthrough kwenye ndoa, huyo kijana asipate breakthrough kwenye eneo la kuoa na kuolewa, ninaachilia damu ya Yesu kwenye hilo lango, na ninavunja nguvu za giza na madhabahu zilizokuwa zimesimama kwenye haya malango. Ninazivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu na kuzisambaratisha. Ninatangaza hilo lango la ndoa likafunguke sasa katika jina la Yesu. Tunavuruga na kushambulia kila roho iliyosimama kwenye hilo lango, tunaisambaratisha, tunafungua huo mlango kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kama unagoma kufunguka, tunavunja malango ya chuma na shaba yaliyokuwa yamesimama mbele yako katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu Mwenyezi, nasimama mbele zako sasa nikiombea lango la wiki hii, nikivunja kila roho zilizokuwa zimesimama kwenye mlango wa ndoa, kwenye mlango wa mahusiano, kwenye mlango wa kuoa na kuolewa. Ninavunja na kusambaratisha hayo maroho yaliyokuwa yamekaa hapo, yasambaratike na kuondoka katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu, tunaziomba nguvu zako, tunauomba upako wako, tunaiomba neema yako ikapenye mlango la wiki hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti al hai. Tunavunja kila roho iliyosimama kwenye ulimwengu wa roho. Achilia hilo lango sasa la mahusiano likapate kufunguka katika jina la Yesu, na nguvu za giza zilizokaa hapo zinazozuia msiowe na kuolewa, ninazivunja na kuzisambaratisha, na ninafungua hilo lango sasa. Mungu akakutanishe na mtu sahihi, Mungu akakutanishe na mke wako, Mungu akakutanishe na mume wako katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Kwenye lango la wiki hii ukakutane na muujiza wako katika eneo la kuoa na kuolewa katika jina la Yesu. Tunaombea malango ya fursa. Mungu, tunaomba wiki hii ukamfungulie kila mlango wa fursa. Kila mmoja Bwana, kuna fursa anataka anatamani kuona zinafunguka kwenye maisha yake. Nami wiki hii ninamwombea fursa kazini. Mlango wa fursa kazini ukamfungukie, mlango wa fursa kwenye biashara ukafunguke katika jina la Yesu. Mlango wa fursa ya kielimu ukafunguke kwa damu ya Yesu. Mlango wa fursa ya kihuduma na zikafunguke kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Ninaenda kumwombea Bwana, milango yake ya fursa ikafunguke kwa damu ya Yesu Kristo, na kila kinachozuia milango ya fursa isifunguke. Milango ya huduma isifunguke, milango ya uchumi isifunguke, milango ya fedha isifunguke, milango ya biashara isifunguke kwa jina la Yesu Kristo. Milango ya kusafiri isifunguke. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo. Hata wale wanaohitaji green card visa wakapokea green card visa katika jina la Yesu Kristo. Hata wale ambao wamekuwa na changamoto Bwana ya eneo la visa, ukawafungulie mlango wakapate visa katika jina la Yesu Kristo, katika damu. Wale ambao wanahitaji kazi, fungua malango ya kazi juu yao kwa damu ya Yesu, wakapate kazi kwa jina la Yesu. Wale wanaotamani kuajiriwa, malango ya ajira yakafunguke juu yao, malango ya fursa za ajira yakafunguke kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Na kila roho zinazosimama kuwazuia wasiajiriwe, tunazivunja, tunazibomoa kwa mamlaka ya jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Chochote kilichosimama kwenye malango yako ya fursa na kibali yakavunjike, zikavunjike. Hizo nguvu za giza tunazivunja, tunazibomoa, tunazivunja, tunazisambaratisha kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Mungu Mwenyezi, ninamwombea huyu anayenisikiliza na kunifuatilia, kila mlango uliokuwa umefungwa kwa maisha yake ukafungulie wiki hii kwa jina la Yesu Kristo. Mlango wa kuhubiri, kama ni mtumishi wa Bwana anayenisikiliza na kunifuatilia, mfungulie malango ya kuhubiri ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwenye mkoa aliopo na nje ya mikoa aliopo. Malango ya fursa yakafunguke sasa katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Kila mlango wa fursa ukafunguke kwa jina la Yesu Kristo, na hizo mali zilizofichwa, hizo fursa za kifedha, hizo fursa za kiuchumi zikamfungukie katika jina la Yesu, katika
katika damu ya Yesu Kristo. Huo mlango ninautangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunachukua jiwe, Yesu ndiye jiwe kula pembeni, tunapiga kwenye hilo lango sasa, tunavunja hilo lango na upate fursa ya kupita kwa jina la Yesu. Na walinzi wa kipepo waliokaa kwenye hayo malango, wanaokuzuia usipenye, wanaokuzuia usipate fursa, wanaokuzuia usikutane na neema yako na kibali chako kwenye lango la wiki hii, tunavunja na kusambaratisha kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Mungu, simama kwenye ile lango la hii wiki, utetee na kumpigania, msaidie na kumwezesha kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Neema ya Mungu ikamsaidie, neema ya Mungu ikampiganie, mkono wa Mungu ukamsaidie, mkono wa Mungu ukampiganie kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu inayenena mema ikanene mema kwenye ile lango kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafungua hilo lango, tunakufungulia milango ya fursa, tunakufungulia milango ya kibali, tunakufungulia milango ya neema kwa jina la Yesu Kristo. Malango yako yakafunguke sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Malango ya interview wewe unayekuendea, Mungu akafungue ile lango la interview na ukapate kazi kwa jina la Yesu Kristo. Tumetangaza hii wiki kwa wale wanaoenda kwenye interview watapata kazi kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Tunatangaza hii wiki wale wanaoanza biashara watapata faida. Tunatangaza hii wiki wale wafanya biashara watapata faida, wale wanafanya kazi watapata kibali kwenye ofisi wanazofanyia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Malango ya wiki hii, inua vichwa vyako, mfalme wa tukufu apate kuingia. Hao watu na zile fursa zote wanazozihitaji kwenye wiki hii wakazipate, mahitaji yao na malengo walioyaweka kwa wiki, Mungu kafungue hiyo milango kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Karabasanda rabosia rika paramasanto ferebalabadaza rika razota kazoya babahande resata kazoko babayanda rabosia rapa kokorobosika rika paramasanto babadia kasata kazoko yanda rika paramasanto babadia karia sanda rabasia rika rabasanto ferebalabadaza rika pasoya vazaya bahande rezuta kapayande rebosaika katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Lango la wiki hili kafunguke sasa, malango yote ya fursa yakafunguke, malango ya uchumi yakafunguke, malango ya usafiri yakafunguke, malango ya ndoa yakafunguke, malango ya kibali yakafunguke. Kila unapokwenda ukapate kukubalika, Mungu akakupe kukubalika kazini, Mungu akakupe kukubalika kwenye kila eneo, Mungu akakupe kukubalika. Mikataba yote utakayofanya wiki hii iwe ni mikataba ya faida kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Chochote kinachozimama mbele yako tunakiondoa kwa damu ya Yesu. Tunakuombea kuanzia sasa, Mungu na akufanikishe, Mungu na akuinue. Wiki hii kapate kuwa ni wiki ya baraka, wiki hii kapate kuwa ni wiki ya neema, wiki hii kapate kuwa ni wiki ya kibali. Chochote utakachokifanya kwenye wiki hii kikafanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Milango yako ya uchumi na fursa ikakufungukie kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu, ninaomba ukamkutanishe na watu watakaomfungulia milango kwenye wiki hii kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Baba, ninasimama kwenye madhabahu yako, chochote ambacho kimesimama kwenye wiki hii kwenye maisha yake kinyume na mapenzi ya Mungu, tunakisambaratisha, tunaking'oa, tunakiondoa kabisa kwenye maisha ya mtu huyu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Na Mungu Mwenyezi akufanikishe wiki hii, ukauone mkono wa Mungu, kila hatua utakayopiga ukafanikiwe, kila njia utakayoendea ukafanikiwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema ya Mungu ikasimame pamoja na wewe kwenye wiki hii katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu, tunakuinua, Mungu tunakutukuza na tunasema ni asante kwa wema wako, fadhili zako, uaminifu na ukuu na nguvu zako. Malango ya fursa, malango ya kibali, malango ya neema, ninakutabiria kwa jina la Yesu, hayo malango yakakufungukie, na wiki hii kawe ni wiki ya neema, wiki hii kawe ni wiki ya baraka, wiki hii kawe ni wiki ya kufanikiwa katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana milele na milele. Amen. Nataka tuchukue nafasi hii kuomba kwa ajili yako wewe ambaye hujampa Yesu maisha yako. Chukua nafasi hii sasa, utarudia pamoja na mimi sala hii na umpe Yesu maisha yako. Ni muhimu kumpa Yesu maisha kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mungu anaweza kubadilisha hizo situation na changamoto unazopitia kwa wewe kupata nafasi ya kuokoka. Biblia inasema tunapookoka tunaingia kwenye familia ya Mungu. Kwa hiyo chukua nafasi hii kumpa Yesu maisha yako. Usiache kumpa Yesu maisha yako. Haijalishi umetenda dhambi kiasi gani. Unapookoka Mungu anakusamehe dhambi zako na kuzifuta kabisa. Kwa hiyo chukua nafasi hii, karibu katika ufalme wa Mungu. Rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Ninakushukuru kwa sababu ya malango ya wiki hii. Baba, kuanzia leo nimekupa maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimemkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, na nimetubu juu ya mambo yote niliyoyafanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Na kuanzia leo hii, Yesu Kristo, nimekufuata wewe na nitakufuata wewe siku zote za maisha yangu, na nimemkataa shetani na mambo yake yote na ufalme wake wote, na nimekufuata wewe Yesu tangu sasa na hata milele. Yesu nisaidie. Amen.
basi mpaka hapo umekwisha kuokoka. Nataka nipate nafasi ya kuomba kwa ajili ya wewe uliyempa Yesu maisha yako, lakini nipate pia nafasi ya kuomba kwa ajili ya sadaka yako, kwa ajili ya sadaka yako kwenye lango la wiki hii. Sadaka yako ni muhimu kwa ajili ya lango la wiki hii. Mungu akakutangulie kwenye hii wiki, ukauone mkono wa Mungu, ukaione neema ya Mungu na ukauone kibali cha Mungu. Sadaka yako ni muhuri. Sadaka ni muhuri katika ulimwengu wa roho. Unapofanya maombi, unapoachilia sadaka yako, inasimama kama muhuri na inakuwa kama kumbukumbu mbele za Mungu. Kwa hiyo ni muhimu kuachilia sadaka yako. Hiyo sadaka itatusaidia pia kwa ajili ya kuendelea kuendeleza vipindi hivi na kuendelea kufanya kazi nyingine za Mungu. Mungu akubariki sana, wewe ambao umesali sala ya toba na wewe ambaye pia umejiandaa kwa ajili ya sadaka yako. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu neno lako linasema mwenye dhambi moja akitubu, mbinguni wanafurahi na kushangilia. Mungu, tazama huyu amepata nafasi ya kukutubu na kukataa dhambi zake zote na ameamua kukufuata wewe Yesu. Ninaomba Bwana, neema yako na nguvu zako zikamlinde na kumsaidia. Dhambi isimshinde kuanzia leo. Mpe neema ya kusimama katika wokovu, msaidie na kumtetea. Nguvu zako zikampigania. Mkono wako ukamhudumie kwa namna ya kipekee kabisa. Upako wa Roho Mtakatifu kamfunike. Geuza mambo yote yaliyokuwa mabaya yakapate kuwa mema. Maana Mungu ulisema, kwa kadri ulivyotutendea mabaya ndivyo utakavyotutendea mema. Umsaidie Bwana na kumwezesha katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Mpiganie kwa namna ambavyo Bwana atauona mkono wako, ataziona nguvu zako, ataziona baraka zako kwenye malango ya mwezi huu, kwenye malango ya wiki hii, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu. Pokea sadaka za watoto wako wanazotoa. Pokea hizo sadaka na uzikubali na kuzitakabali. Malango ya wiki hii Mungu yakamfungukie kwa namna ya ajabu sana. Pokea hiyo sadaka Mungu. Kila mlango uliokuwa umefungwa, ninatangaza kwenye madhabahu hii, huo mlango ukakufungukie kuanzia leo. Mkono wa fursa wa kimbingu ukapate kuwa pamoja nawe. Neema ya Mungu ikapate kukutangulia. Mkono wa Bwana uliojaa baraka na neema na kibali ukakutangulia kwenye wiki hii. Nimekuombea kuanzia sasa, wiki hii ikapate kuwa ni wiki ya kufanikiwa, ni wiki ya kutembea na Bwana, ni wiki yenye ulinzi wa kimbingu katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Na malango yako yote sasa nimeyatangazia yafunguke na kuwa wazi daima katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Asante Bwana kwa sababu utafungua malango ya huyu mtu na utambariki yeye huyu mtu pamoja na sadaka yake, na wale wote waliokoka Mungu utawabariki na kuwainua katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Unaweza kutuma sadaka yako kwenye namba hiyo unayoiona hapo kwenye skrini, lakini pia jambo lingine la msingi, wewe uliokoka usiache kutuandikia ujumbe wa jina lako kwamba mimi nimempa Yesu maisha yangu. Tutaendelea kuchukua jina lako, tutaendelea kukuombea na Mungu atakusaidia na atakuimarisha. Mungu akubariki. Tuonane tena kwa wakati mwingine. Asante. Barikiwe sana.